Mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni Hali Halisi. Karibu sana mtazamaji wetu ambao umekuwa ukifuatilia mambo mengi sana kutokea hapa ndani ya Tumaini Television, na leo Hali Halisi tumefika mamlaka ya ukusanyaji wa kodi hapa nchini Tanzania, ofisi zilizopo Posta jijini Dar es Salaam, na tutazungumza mengi hasa miaka 30 ya TRA toka kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1996. Tunayo mengi sana ya kupata kufahamu kutoka kwao. Pengine TRA kwako wewe linaweza kawa ni neno ambalo umelizoea kulifahamu ama kulisikia, lakini utajua mengi kutokea hapa. Jina langu ni Innocent John. Asante sana kwa timu nzima ya Hali Halisi. Na leo Hali Halisi tumefika hapa kuiangalia TRA kwa miaka 30 ambayo inatimiza hapo Julai 1 mwaka 2026. Tunayo mengi sana ambayo tutazungumza humo ndani, mafanikio, changamoto na ni wapi sasa tunaelekea tukiwa na hii mamlaka ya ukusanyaji wa kodi hapa nchini Tanzania, TRA. Karibu sana mtazamaji wetu uweze kuungana na sisi, na tumefika hapa ofisini kwao. Tumekutana na Charles Mkumbwa ambaye yeye ni afisa msimamizi mkuu wa kodi, idara ya elimu na mawasiliano, TRA. Tutazungumza naye mengi na atatufahamisha mengi. Miaka hii 30 kwao wanaitazama vipi, wamefanikiwa wapi na changamoto zimekuwa wapi, lakini ni kwa namna gani jamii inapaswa kushiriki kwa kiasi kikubwa katika kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kufikia malengo ambayo yanawekwa. Nikukaribisha sana. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Tunashukuru kwa karibuni sana TRA. Kwa ukaribishi wako hapa TRA. Tumefika. Asante sana Tumaini TV kwa kuja kututembelea nasi ili uweze kuongea nasi. Kuzungumza shamra za miaka 30 ya Naam. Kwanza hongereni. Asante sana. Nashukuru sana. Miaka 30 ni mingi, mtu mzima huyu. Ana familia sasa. Wengine na watoto kabisa na wajukuu. Na wajukuu. Nashukuru sana Charles. Tutazungumza mengi. Hususan tunapoitazama na kuiangazia miaka 30 ya TRA toka kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1996. Mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia kwa leo apate kufahamu, pengine amezoea tu kuisikia TRA, tufahamishe japo kwa uchache TRA ni nini hapa kwetu nchini Tanzania na inahusika na mambo gani hasa, kabla ya kuja kuiangalia hii miaka 30 ya TRA. Mamlaka ya Mapato Tanzania ilianzishwa kwa sheria namba 11 ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa na majukumu makuu la kwanza kusimamia na kusimamia sheria zote za ukusanyaji wa mapato ya serikali kuu. Katika kusimamia sheria zote za mapato, ndugu mtangazaji, ziko nyingi, ziko kama 27 hivi za serikali kuu na kama 50 na kitu za serikali za mitaa. Hasa ni kukadiria, nasema kuasesi, kukusanya, kukolekti na kuhasibu. Na hii kukusanya ndio watu wameizoea wengi. Kukusanya, lakini huwezi kukusanya bila kuwa na sheria. Kwa hiyo jukumu la kwanza ni kusimamia sheria za ukusanyaji wa kodi na mapato ya serikali. Jukumu la pili ni kusimamia usawa katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na usahihi, kunakuwa na ukamilifu, na vile vile kunakuwa na utendaji haki katika shughuli zake zote za kukusanya mapato. Maana ndugu mtangazaji, pasipokuwa na usahihi hatutakusanya kile kinachotajika. Pasipokuwa na haki tunaweza tumemwonea mtu. Kwa hiyo vitu vyote lazima tuhakikishe kwamba vinaenda kwa usawa. Lakini vile vile tuna jukumu la kuishauri serikali masuala mbalimbali ya sheria za kodi. Hivi unaposikia bunge la bajeti, kwa asilimia kubwa pale wanategemea TRA tuishauri serikali masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kodi. Labda wapi tunafikiri kwamba tunaona kuna mapungufu, wapi tunafikiri kwamba huku hatuendi sawa. Lakini jukumu lingine ni kukuza ridhaa ya ulipaji kodi. Ndio sisi kazi ambayo tunaifanya. Tunaelimisha. Kupitia kuelimisha hivi tunakuza ridhaa ya ukusanyaji kodi, ya ulipaji kodi. Kwa hiyo watu wanalipa kodi kwa ridhaa. Nia ni kufika mahali tunashurutishana, tunafanya nini? Si ndio? Watu waje kulipa kodi kwa hiari wenyewe. Lakini vile vile ina jukumu la kuboresha maisha ya Mtanzania. Tunaboresha maisha ya Mtanzania kwa sababu tukikusanya kodi, hiyo kodi ndio itaenda kujenga barabara, hiyo ndio itaenda kuboresha huduma za afya, hiyo kodi ndio itaenda kutoa hiyo elimu bure, si ndio? Mpaka form 6. Lakini vile vile tuna jukumu la kumlinda. Tunamlinda vipi?
tunahakikisha kwamba vyakula labda vinapokuja Tanzania vinakuwa viko katika ni zile bidhaa tu ambazo zinakubalika. Sio mtu anaenda kuingiza bidhaa ambazo labda anasema za magendo. Kwanza zikubalike kwamba hazitaathiri afya ya mlaji mwenyewe. Kwa hiyo tunalinda vile vile maisha ya Mtanzania kwa Tanzania. Hiyo ina jukumu la kuzuia magendo. Magendo yanapokuja yanaleta unfair competition. Unfair competition kwa nini? Hawa wengine wanalipa kodi, hawa wengine walipe kodi. Mnapokutana sokoni unakuta sasa huyu anauza bei kitu hicho hicho, huyu ambaye amelipa kodi atashindwa kuuza, huyo aliyopita forodhani. Huyu ambaye amepita kulipa kodi atauza bei atauza kwa bei za chini ambayo atalete unfair competition kwenye kodi. Kwa hiyo kwa machache tu jingine la muhimu, jukumu la lingine ni kutoa takwimu. Serikali inaenda na takwimu. Kwa hiyo bila kujua takwimu za kodi zikoje na tunategemea kupata kiasi gani, tulikuwa tunatoa makusanyo yetu na nini, tunatoa takwimu kwa serikali. Kwa hiyo hayo ni machache tu kama 4-5 ambayo nimeyazungumzia, majukumu ya msingi lile la kukusanya na kuhasibu mapato ya serikali, lile la kuhakikisha kwamba kunakuwa na usawa katika utekelezaji wa sheria za kodi. Hatumuonei mtu lakini hatukusanyi zaidi ya kile ambacho kimeamriwa. Serikali inakusanya kile ambacho kinachostahili kupata. Hatuipunji serikali haipunji, lakini na sisi hatumuonei mtu, si ndio? Tunaishauri serikali pale ambapo tunaona kwamba labda kuna maeneo ambayo hayaendi sawa kwa upande wa kodi. Unasikia labda kodi fulani watu wanapiga makelele. Imekuwa kubwa, inatunyonya, inatuumiza. Haitakiwi. Inatakiwa tunapopeleka kodi na kupeleka elimu, basi tuone kwamba zile kodi zinakusanya. Kama tunaona kuna maeneo ambayo tunaona hatuendi sawa, basi tunaweza kushauri serikali, tunaweza kwenda sawa. Nashukuru sana afisa msimamizi mkuu wa kodi, idara ya elimu na mawasiliano TRA, namna ambavyo umeielezea TRA na majukumu yake ya msingi sana. Sasa tunapozungumza miaka 30 TRA inatimiza na enda kusherekea Julai 1 hapa. Inaposherekea na kutimiza miaka hii 30 TRA, ndani yake inajivunia vitu gani hasa? Kwamba tunapoitamka miaka 30 ya TRA tunaona kuna vitu vya msingi ambavyo inajivunia TRA kuanzishwa hapa nchini kwetu Tanzania. Asante sana ndugu mtangazaji. Yako mambo mengi ambayo tunaweza kujivunia. Lakini kwa umri wako wewe, pengine wakati TRA inaanzishwa, sijui ulikuwa umeshazaliwa au ulikuwa bado uko mdogo. Lakini kwa wale ambao wahenga wenzangu watakumbuka kwamba tulitokea wapi. Kodi ilikuwa inakusanywa dirishani. Mtu anakuja na fuko la hela kukusanya, uandike kwa risiti za karatasi za mkono, si ndio? Ile yenyewe ilikuwa ni kero. Alafu unafika pale unakutana na foleni kubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulitoka kwenye manyo au kwa mkono, kwa maana kwamba kodi tuzikusanye, lazima mlipa kodi na mkusanya kodi muonane physically ndio uweze kulipa kodi yako. Lakini sasa hivi unaona mambo ni tofauti. Unaweza kuwa na simu yako tu ukatengeneza control number, simu janja ukatengeneza control number ukaweza ukalipa. Lakini hata majengo kipindi hicho ukiangalia, si ndio? Majengo ya serikali, majengo ya TRA wakati huo yalikuwa ni machakavu, lakini sasa hivi tuna majengo mazuri, miundombinu imeboreshwa vizuri, magari mazuri, lakini ile miundombinu ya ukusanyaji yenyewe kutoka kwenye wanasema analog kwenda kwenye digital. Sasa hivi tunayo system mpya ya IDRAS, Integrated Domestic Revenue Administration System, si ndio? Ambayo ina kila kitu. Mtu akiingia tu pale kwenye akaunti yake pale, wewe ndugu mtangazaji unataka labda kuuza gari yako, unaingia tu pale, huduma hiyo ipo. Unataka kulipa kodi yako, unaingia, unaweza ukajikadiria, unaweza ukatengeneza control number, unaweza ukalipa, sio lazima mpaka uje TRA. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa sana. Hayo ni maendeleo makubwa. Watu walikuwa wanapoteza muda mwingi sana kuja kukaa TRA, lakini sasa hivi wanamaliza kidigitali. Lakini ofisi zetu sasa hivi ziko scattered
Dar es Salaam kwa mfano sasa hivi hapa tuna mikoa mingapi? Mikoa mitano ya kikodi. Kuna Temeke, kuna Kinondoni, kuna Ilala, Kariakoo na Tegeta, si ndio? Zote mtu anapata huduma kwa hiyo. Mkoa mmoja huo wa Dar es Salaam, lakini una mikoa ya kikodi mingapi? Mitano. Lakini na taxi centers nyingi na ziko, tuna taxi centers ukienda Mbezi, ukienda Tegeta, ukienda sasa hivi hata Mbezi Beach, ukienda Gongo la Mboto, ukienda Mbagala, Kigamboni, zote center zipo za kukusanya. Kwa tumepeleka huduma karibu na wananchi. Hilo ni moja eneo la kujivunia. Eneo lingine la kujivunia ambalo ni namba moja, ukusanyaji wa mapato. Kipindi cha wakati TRA inaanzishwa, ukusanyaji ulikuwa around bilioni 500 na kama 31 hivi kwa mwezi. Limeenda likiwa likiongezeka miaka 10 ya kwanza, miaka 20, na mpaka tunapoenda hiyo miaka 30 tunazungumzia trilioni 31, 32, karibu mara 60 hivi. Kwa hiyo ongezeko la makusanyo, lakini tumeona vile vile na hii afisa, ni pengine ni mwananchi ameipata vizuri elimu ya mlipa kodi, ndio maana mnafikia hili lengo la kutoka makusanyo ya chini kuja kwenye makusanyo haya ya juu, ama ni wapi ambapo TRA imefanikiwa sana mpaka kufikia hili lengo ambalo mnalifikia? Narudi pale pale kwenye zile kazi kuu za TRA ambapo tumesema vile vile ni pamoja na kukuza ridhaa ya ulipaji kodi kwa hiari. Huwezi kuikuza hivi hivi, ni kwa kutoa elimu. Unapotoa elimu ya kodi, watu wakawa na uelewa, wakajua kwamba kodi inawafanyia nini. Kodi ndio iliyowajengea madaraja, kodi ndio iliyowatengenezea miundombinu ya barabara, kodi ndio iliyowezesha utoaji wa elimu mpaka form 6 bure, kodi ndio iliyowezesha ujenzi wa vituo vya afya zaidi ya 250 na ngapi Tanzania nzima. Watu kwa kuona vile, hata ile ridhaa ya ulipaji kodi inapanda. Kwa kweli hilo na sisi tunajivunia hilo. Pengine moja ya mafanikio mengine ambayo naweza nikayazungumzia na pengine tunaweza tukaliweka kwa usawa ambao ni mzuri. Tumeona miaka hivi karibuni TRA imemiliki klabu ya mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Je, mamlaka iliona kuna namna ambayo ya kuwafikia vizuri wananchi wake kupitia klabu hii ya mpira wa miguu, ndio maana ikaanzisha, ama ni nini iliona hasa mpaka kuona lazima tumiliki klabu ya mpira ili tuwafikie vizuri wananchi wetu? Ni nini kilikuwepo hapo mpaka mkaanzisha hii klabu ya mpira? Pengine ni mafanikio. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni mafanikio makubwa sana. Ni moja ya mafanikio makubwa sana. Unajua wanasema uende na upepo unavyoenda. Eneo la mpira ni eneo ambalo lina watazamaji wengi sana. Na tumekuwa tukiona matangazo mengi, hata mipira ya nje, matangazo, watu wanapita wanatangaza bidhaa zao, si ndio? Matangazo mengi yanapita. Sasa sisi tukasema hapana, badala za mwanzo tulikuwa tukipeleka matangazo yetu kwenye mechi kubwa na nini kufanya awareness. Sasa ngoja tupeleke timu kabisa, tuonekane TRA United tuko pale, tuna TRA nao wanacheza mpira na nini. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kupeleka elimu, lakini vile vile njia mojawapo ya kukuza ridhaa ya ulipaji kodi. Kwanza tufahamike, ndio tunafahamika, lakini tufahamike katika utoaji wa huduma. Sasa watu wamezoea tu sio tu TRA kukusanya tu na nini, lakini kumbe hata kwenye burudani tumo. Kwa njia hii ya michezo inaangaliwa na rika zote. Sasa wote wakipata awareness ya TRA wanakuza ridhaa ya ulipaji kodi. Mtu anaweza akakaa tu akaangalia TRA United inacheza akakumbuka, nina return yangu ya kodi ya kulipa, kumbe nina kipengele changu sijakilipa. Kwa hiyo timu nayo inatusaidia kukuza ridhaa ya ulipaji kodi au kupeleka awareness, yani ufahamu na elimu ya kodi kwa wananchi. Mmefanikiwa ukitazama toka mmeianzisha hii klabu ya mpira, kwa mtikio ni mkubwa sana, kwa tumefanikiwa
na tutaendelea kufanikiwa zaidi na zaidi. Mtazamaji wa Tumaini Television, tupo hapa ofisi za Mamlaka ya Mapato nchini Tanzania TRA, na tunazungumza na Charles Mkumbwa. Yeye ni afisa msimamizi mkuu wa kodi idara ya elimu na mawasiliano TRA, na tunazungumzia shamra ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Kwa wewe Mtanzania, unajivunia nini uwepo wa hii TRA? Naamini kwako nayo mengi sana, ukitazama hapo kwenye eneo lako ulipo unaona kila ambacho unajivunia nacho. Tuzungumzie sasa uhusiano uliopo kati ya mlipa kodi na mamlaka yenyewe. Mahusiano ni mazuri sana kwa sababu kwanza tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwa karibu na walipa kodi kwa kutenga siku ya Alhamisi. Mlipa kodi anajua kwamba siku ya Alhamisi ni siku ya kusikiliza changamoto yake, lakini kama wanakuwa na changamoto yoyote wanapiga simu. Tunazo simu zetu ambazo zinatumika kwenye call center, wanauliza jambo lao, wanafafanuliwa. Anasema bwana, leo tuende tukakae na machingas. Tunakaa, tunawasikiliza changamoto zao, tunaweza kuziadresi. Tunasema basi leo tuende tukakae na wajasiriamali wa kategori fulani. Tunaenda tunakaa, tunawasikiliza. Basi kwa hiyo mlipa kodi ana uhuru wakati wowote wa kukanyaga ofisi za TRA na kuweza kusikilizwa lolote lile ambalo amekuja nalo. Lakini vile vile anaweza kawa na taarifa nyeti ambayo labda anataka kuijulisha uongozi wa TRA. Vile vile tunao mifumo ya kuweza kupokea hizo taarifa. Anakuja, anaweza kuwasilisha taarifa zake, kama labda pengine ni za anataka kuripoti labda ukwepaji wa makodi, magendo na vitu. Na sisi tuna sera ya usiri, tunamtunzia siri, na mwisho wa siku tunakuja tunamwawadi mlipa kodi. Ndio maana sasa hivi hata ukisikiliza kule bungeni kwa kiasi kikubwa tunasifiwa kwamba tumefanya vizuri. Hiyo yenyewe ni indication. Hiyo yenyewe tu ni indication kwamba tunafanya vizuri. Na maeneo mbalimbali ukisikiza comment, hata ukitoka hapa jaribu kusikiliza comment za watu hapo mtaani. Ni kushukuru sana afisa. Tuzungumzie sasa tukio lenyewe la Julai 1, 2026. Ni mambo gani ambayo pengine tunatarajia kuyaona yakifanyika kwa mwaka huu, pengine kuwatambua walipa kodi wazuri na pengine kuwapa hamasa wengine pia ambao wanatarajia kuingia kwa walipa kodi wakubwa na wa miaka yote. Tulizungumzia tukio la Julai 1 sasa. Ni yapi ambayo umeandaa kwa ajili ya mlipa kodi na kujulisha umma kwamba tuna hiki mwaka huu tunaadhimisha miaka 30 kama TRA? Yeah. Kwanza nianze hapo ulipoishia kwenye kujulisha umma. Umma tumekuwa tukijulisha kwa kupitia vyombo vyenu vya habari, lakini kupitia ofisi zetu, kwa sababu sisi tunaishi na jamii. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali zinazoendelea katika jamii. Tunaenda kwenye jamii kugusa katika maeneo mbalimbali kwa kupeleka misaada kwenye wahitaji, vituo mbalimbali, lakini vile vile kushiriki katika michezo. Katika ofisi zetu tumetenga siku maalum ambazo tutakuwa tunashiriki katika michezo ya kutembea, funds, yani mnaweza michezo mbalimbali, mkakutanika na walipa kodi, uwanjani. Ukizungumzia fani ndio maana unaweza kukimbiza kuku, kuvuta kamba, kufanya nini, michezo mbalimbali, mradi tu katika kuelekea hizi shamra za miaka 30 ionekane kuna kitu fulani kinafanyika na wamesha kiko aware na kinaendelea katika ofisi zetu na maeneo mbalimbali. Lakini ile pili lingine, tunapanda miti, tunashiriki katika kupanda miti katika maeneo yote ambapo tupo, katika maeneo ya taasisi muhimu za kiserikali kama hospitali, barabara, hata kando ya barabara na maeneo mengine ambayo kila ofisi ya TRA itabainisha kwamba twende tukapande miti wapi na wapi katika kuadhimisha siku hii ya miaka 30 ya ulipa. Namna ambavyo mnawatambua walipa kodi walio bora zaidi ambao waendelee kuwa mfano kwetu hapa nchini Tanzania. Kuna mtoto ambaye anazaliwa leo akikuwa anajua TRA inawatambua walipa kodi wake kwa namna hii. Yeah. Walipa kodi nao wako katika makundi mbalimbali. Hapa ulipa kodi bora haumaanishi kwamba wewe ukilipa kodi nyingi basi wewe ndio bora. Lakini viko vigezo. Niwe kuhakikisha kwamba usajili ulifanyika, alikuja mwenyewe voluntarily, amekuja anajikadiria kodi na kulipa kwa wakati, anatunza kumbukumbu zake vizuri, hana mashaka, hana skendo yote yule ya ukwepaji wa kodi.
na anachangia kikubwa. Hivyo ni baadhi ya vigezo hivyo, lakini tukija mwisho wa siku tunasema okay, hawa kuna wale wa chini kabisa wadogo, lakini kuna wakati, alafu kuna wakubwa, alafu kuna wakubwa zaidi. Kwa hiyo vikombe vyote hivyo vikombe viko vimegawanywa, vikombe na vyeti vimegawanywa katika hizo category. Kwa hiyo na hivyo katika kila mikoa yote ya Tanzania. Zamani tulikuwa tukifanya katika kila mkoa ulikuwa ukiandaa, lakini sasa hivi inaandaliwa kitaifa. Kwa kitaifa ina maana patakuwa na washindi wa kila mikoa, washindi watatu kila mkoa, washindi watano kila mkoa, lakini na washindi ukitoka katika level ya mkoa unakuja katika wale washindi wa katika mikoa na katika idara zile za kumake. Tuna idara walipa kodi wakubwa, kuna idara walipa kodi wa kati, si ndio, na si wengine. Sasa mwisho wa siku kuna walipa kodi, kuna ule mshindi wa jumla wa kitaifa, naye atapata zawadi yake siku hiyo. Ile itafanyika ina tarehe 1 Mlimani City pale. Sawa. Pale wataenda kutambuliwa walipa kodi vizuri, lakini itaenda kutoa hamasa pia kwa wale ambao wanakwepa kulipa kodi, kwa sababu wengi, kuna bado ambao elimu haijawafikia vizuri, wanaona TRA ni kama adui kwao. Hili nalo ukiwa kama afisa, zungumza na Watanzania ambao wanatutazama kwa sasa hivi. Yaani akisikia TRA ana biashara yake, anaona huyu ni adui wangu katika biashara yangu. Hizi tuzo, ndugu mtangazaji, ukiweza kubahatika kuingia kwenye ofisi ambayo mtu amepata tuzo hii, watu wanaowania ni wengi na kila mtu anajitahidi. Kwa mfano wewe, yale maeneo unaoishi wewe, kwa mfano wewe fanya biashara huko mtaa huu, unakuta kuna mwenzako yakapata kikombe, sina wewe lazima utajitahidi kwamba utahamasika, angalau mwaka huu na mimi ngoja na mimi nijitahidi na mimi nipate kikombe. Ndivyo ilivyo. Na wengine wakiweza kupata ile ngao au cheti, ukija amekaa hivi anaibandika pale. Anaibandika pale. Wakati mwingine tulikuwa tukienda kwenye operation sisi, labda umeenda tu kumsalimu mtu, kumpelekea barua kipindi hicho, watu wengine wanakuwa wanaogopa, wakiona TRA wanaogopa, wanafanyaje? Ukifika cheti, kama alishawahi kupata cheti hata kama ni cha mwaka juzi, utakiona kiko pale, ili ukiingia tu uone kwamba hiki. Kwa hiyo ile kuwa nacho ni prestige. Kuwa na kile cheti ni prestige. Lakini sasa hivi mwaka huu ni tofauti, kinatolewa na rais. Kauli mbiu yetu inasema miaka 30 ya TRA, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo ya kujitegemea. Kauli mbiu hii tuna miaka 30 sasa. Ndio. Kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo ya kujitegemea. Kabla tujaanza kuiangalia japo kwa uchache hii kwa udogo kauli mbiu hii, miaka 30 TRA imekuwa ikipambana na changamoto kubwa, hasa ni nini katika miaka hii 30 katika ufanyaji wake wa shughuli? Ni changamoto kubwa ipi hasa TRA imekuwa ikikutana nayo? Changamoto ambazo bado tumetoka nazo nyuma, tumeendelea kuaddress, lakini bado hizo tunaenda nazo, hizo changamoto especially kubwa hiyo ya ukwepaji kodi, bado magendo yapo, tunakubaliana nayo, tunaendelea kuboresha nayo. Issue ya digital, kuhama kutoka analog kwenda kwenye digital platform, watu wamehamia huko, ndo wanafanya biashara huko zaidi. Na uaminifu wa walipa kodi, baadhi ya walipa kodi bado uaminifu ni mdogo, wa vitendo vya ukwepaji wa makusudi wa kodi bado hivyo vinaendelea. Hizi zingine changamoto za ndani zipo, tunaendelea, serikali inaendelea kutusapoti, kuendelea kutuboreshea, kutupa vifaa, kutujengea maofisi na kupeleka huduma kwa karibu. Bado kuna uhitaji wa baadhi ya centers kufikiwa, lakini with the time tutafikia. Tunajua hizo ni changamoto bado zipo, tunaziaddress, tutafikia. Turejee sasa kwenye hoja yetu ya msingi. Katika hii miaka 30 pia tumeona namna ambavyo mnajaribu kuwashirikisha pia watu mbalimbali ili kupata njia rahisi na nyepesi zaidi kwa ajili ya Watanzania kuipata hii elimu ya mlipa kodi. Mkaanzisha shindano la wazo bunifu
na sasa nimepitia sehemu nikaona ni awamu ya pili sasa hii mnaanzisha hili wazo bunifu, ili mtu mwenye mawazo namna gani tunaweza tukakusanya kodi hapa nchini kwetu Tanzania aliwasilishe kwenu. Unaweza ukalifafanua pia kwa Mtanzania ambaye anatutazama kwa sasa, pengine kwa namna ya kipekee amelisikia sasa hivi? Asante sana ndugu mtangazaji, swali moja zuri sana. Hili wazo bunifu linalenga katika kuiwezesha TRA kupata namna bora ambavyo inaweza kukusanya mapato yake. Inawezekana sasa hivi tunajigamba kwamba tumeshaenda tunazo system zinasomana na nini, IDRAS ukiingia pale huduma zote zinapatikana na nini, lakini anaweza akaja mtu akatoa wazo lake likaboresha likasapoti na ile system yetu iliyopo sasa, akatoa wazo lake, tukajikuta kwamba serikali imeweza kukusanya zaidi. Kwa ya haya mawazo ni ya muhimu sana. Tulishakusanya na kuchambua kwa kipindi hichi mawazo zaidi ya 1000, yako 1000 nadhani na 10 na kitu, ambao tayari tumeshaona hawa mawazo yao ni bunifu na yanaweza kusaidia sasa kukusanya mapato. Kwa haya mawazo haya 1000 na ngapi na kama 11 yanaendelea kuchakatwa mpaka mwisho wa siku tutapata mshindi ni nani. Ndugu mtangazaji, lakini nia hasa ilikuwa ni kuboresha ukusanyaji wa mapato. Ni kushukuru sana afisa msimamizi mkuu wa kodi idara ya elimu na mawasiliano kutoka TRA. Tumezungumza mengi na hii ndio hali halisi ya miaka 30 ya TRA tunapozungumzia kutoka kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1996 mpaka sasa. Tumeona mifumo ambayo ilikuwa inatumika mwanzo, namna ambavyo mnashiriki na jamii katika kuhakikisha hii elimu ya kulipa kodi kwa hiari inawafikia kwa uzuri kabisa, lakini na mambo mengine mengi ambayo mmeanzisha ili kuhakikisha tunasonga mbele kwa pamoja kama taifa. Tunapoelekea mwishoni sasa mwa kipindi chetu, zungumza na Watanzania ambao wanatutazama kwa sasa tunaposherehekea miaka 30 na tunapotazamia kwenda pengine kuitafuta miaka 30 nyingine. Tunaendaje kwenye hiyo miaka 30 nyingine? Tunayo miaka 30 hii ambayo tunaenda kuihitimisha ama kuisherehekea mnamo Julai 1. Kama Watanzania wanaotazama kwa sasa hivi, ukiwa afisa msimamizi wa mkuu wa kodi idara ya elimu na mawasiliano TRA, zungumza na Watanzania sasa. Tunaendaje sasa katika miaka 30 nyingine inayokuja? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapoendelea katika miaka mingine 30, tunaomba Watanzania kuendelea na moyo wa ulipaji kodi kwa hiari. Na sisi hatutasita kuendelea kutoa elimu pale inapohitajika. Tunajua inahitajika wakati wote, na waache vitendo vya ukwepaji wa kodi, wafuate sheria, na wasipofuata sheria basi wajue kwamba watakutana na mkono wa serikali. Asante sana kwa wote ambao umefuatilia kipindi cha Hali Halisi kwa siku ya leo. Ni miaka 30 ya TRA, tumezungumza kwa upana vizuri na kuona tulipotoka na tunapoelekea ni wapi. Afisa hapa kazungumza kwa uzuri kabisa namna ambavyo unapaswa kutimiza wajibu wako ili kodi unayoitoa endelee kunufaisha taifa kwa ujumla, na wewe pia ambaye unalipa kodi usikimbie kodi. Jina langu ni Innocent John kutoka hapa ofisi za Mamlaka ya Mapato nchini Tanzania TRA Posta jijini Dar es Salaam. Nawatakia kila la heri. Muendelee kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Tumaini Television.